Ladies and gentlemen, wapenzi watazamaji, sasa hivi kuna taarifa ambazo nataka nikufahamishe. Kuna habari mbaya ambazo zimeweza kutokea katika ikulu ya rais hapa jijini Nairobi, ambapo kutokana na ripoti na taarifa zilizotolewa na msemaji wa ikulu Hussein Mohamed ameweza kudhibitisha kwamba Rais William Samoei Ruto akiwa katika shughuli zake za kikazi za kawaida jioni ya leo ameweza kujipata pabaya, huku akizirai na zaidi ya yote, yani kwa lugha ya Kimombo ameweza kufaint, na zaidi ya yote baada ya wale madaktari ambao wanafanya na kumhudumia katika ikulu yake ya State House walijaribu kumhudumia lakini wakashindwa kudhibiti hali hiyo. Kwenye picha na kanda ya video ambayo nimeweza kukuonyesha jioni ya leo ni kwamba that was a convoy ambayo imeweza kutumika, ambazo ni gari za ambulance zimeweza kumkimbisha rais katika hospitali ya Nairobi Hospital kwa ajili ya kupata matibabu ya haraka, na swala ambalo linaendelea kutetemesha taifa la 254 hapa nchini Kenya. Je, ni kipi haswa kinaendelea kutendeka kwa rais? Je, ni kipi haswa kimeweza kumfanyikia rais jioni ya leo? Ni mambo ambayo yanaendelea kuzua mijadala mkali katika mitandao ya kijamii, huku maswali mengi yakiendelea kuulizana katika ikulu ya rais. Je, ni chakula ameweza kukula ambacho kilikuwa na sumu, ama ni hali yake ya kawaida? Kumbuka, picha ambazo ninaendelea kukuonyesha zinapita kwenye skrini yako si mara ya kwanza kuonekana kwenye mitandao ya kijamii, zikionyesha rais akiwa kwenye vitanda vya hospitali, mara kichwa chake kimeweza kupoteza nywele zake, mara miguu yake imeweza kuvura. Ni jambo ambalo linaendelea kukua na kuendelea kuenea kila kunapokucha. Je, hali ya rais kiukweli ipo katika hali njema? Ni mambo ambayo nataka nikupekulie sasa hivi, ni kuarifu, ni kuonyeshe jinsi hali ilivyo. Lakini kikubwa zaidi nasema ni shukrani na ni asante sana kwa kuendelea kufuatilia makala yetu na kuendelea kufuatilia video zetu kila wakati. Kikubwa zaidi, wapo ni mara yako ya kwanza kujiunga na kituo hichi, na kumbuka sekunde zako bila, ukalike, kucomment, kushare na ukanipa mawazo yako, na kikubwa zaidi ukaweza kusubscribe na kuweka alama nyekundu hapo chini, ndiposa unapata taarifa hizi kila wakati na kila siku tunapokuletea makala kama haya. Nikubaya. Sasa hivi mtazamaji wangu, Rais William Samoei Ruto anaendelea kung'ang'ania na kufight maisha yake katika hospitali ya Aga Khan hapa jijini Nairobi. Haya ni masaa machache tu baada ya rais alipokuwa katika shughuli zake za kikazi hapa jijini Nairobi kwenye ikulu ya State House, aliweza kuzirai kigafla, na jambo ambalo liliweza kusababisha hali hii alikuweza kujulikana ni kipi kilichokuwa kinaendelea. And that is why kwenye convoy ya magari ambayo nimeweza kukuonyesha, rais ameonekana kukimbizwa katika hospitali ya Nairobi ambapo ameweza kupata huduma ya kwanza, na sasa hivi hatujaweza kufahamishwa je, hali yake imeweza kurejea, lakini ripoti za kijasusi zinatufahamisha kwamba rais yupo katika hali ambayo kidogo imeweza kuimarika. Kumbuka, ifikiapo mtazamaji wangu, rais anapelekwa katika ama anakuwa transferred into another hospital, kumaanisha madaktari ambao wanamhudumia siku zote wameshindwa kudhibiti hali ambayo anaugua. Na kumbuka, Rais William Ruto ana madaktari ambao wanafanya kazi katika ikulu yake ambao wako na uzoefu mkali zaidi, na ifikiapo wanashindwa swala kama hili, ni jambo ambalo linaonyesha ya kwamba hali ya rais kiukweli ilikuwa inahitaji udhibiti, uponyaji na kushughulikiwa kwa zaidi, na kushughulikiwa kwa kina ambao unahitaji uangalifu mkali zaidi. And that is why they need to share ideas among the doctors. Mtazamaji wangu, hebu niseme hivi, kutokana na taarifa zilizotolewa na msemaji wa ikulu Hussein Mohamed ameweza kudhibitisha swala hili, huku rais sasa hivi akiendelea kung'ang'ania hali yake ya kiafya, na pamoja na familia yake sasa hivi imeweza kudhibitisha swala hilo. Lakini swali tunalojiuliza ni je, ni kipi haswa mara hii kimemtendekea rais? Kwa sababu kutokana na ripoti ambazo tumekuwa tukizifuatilia kwa kina ama kwa karibu sana, msemaji wa ikulu pamoja na familia yake wameweza kudhibitisha na kusema rais alikuwa katika hali shwari. Yani hali ya rais ilikuwa tu shwari kabisa na ilikuwa tu sawa hadi jioni ya leo alipoonekana kupoteza fahamu, yani alipoanza kulalamikia hali yake
na kusema ya kwamba hakuwa anajihisi vyema katika mwili wake, jambo ambalo lilichukuliwa kama swala tu la kawaida, sababu mtu unaweza ugua katika hali ya kawaida. Hatumtakii mabaya, ndio. Licha ya comments ambazo mimi kivyangu nimeweza kuziangalia kwenye mitandao ya kijamii, nimeona Wakenya wengi wanatoa hisia tofauti. Kuna wale ambao wanaunga mkono na kuna wale ambao wanapinga swala hili wakisema kwamba akufe. Hebu niseme hivi, hata kama mtu ni mbaya kivipi, hata kama tumemchukia Rais William Ruto, hatuhitaji kumuombea mabaya, kwa sababu kuna watu wanasema mazishi ni lini, akufe haraka, tumechoka na yeye. Hata akufe saa hii mtuambie mazishi ni lini, tuje tukule mbuzi na kondoo. Na wengine naona wakisema ya kwamba wanamuombea rais afueni. Kuna mmoja hapa hivi anasema ya kwamba hata kama tunamchukia rais kivipi, wacha tumuombee mema, pia yeye ni baba na pia ni mzazi wa watu. Ni mambo ambayo mtazamaji wangu yanaonekana kuwa yenye ugumu zaidi, na ambayo hatuhitaji kuyachukulia kama mzaa. Kumbuka swala kama hili liliweza kutendeka na kufanyika katika taifa jirani la Tanzania, ambapo tuliweza kuona Wakenya wakilalamiki ama Watanzania wakisema kwamba Magufuli hali yake ilikuwa mbaya zaidi. Na kisha baadaye ni mwaka wa 2022 ambapo waliweza kumpoteza rais wao. Na sisi vile vile ni vyema tumuombee rais wetu mema na tumuombee mazuri na akaweza kupona na kupata afueni ya haraka. Lakini swali tunalojiuliza ni je, ni kwa nini rais mara hii anaonekana kuwa jinsi halivyo? Wakenya wengi wamesema ya kwamba baada ya rais kuchaguliwa kama rais wa taifa hili la Kenya, ameonekana kupata shinikizo, ameonekana kupata pressure kutoka kwa Wakenya. Mara si maandamano kutoka upinzani uliokuwa unaongozwa na Raila Odinga, mara si maandamano ambayo yalikuwa yameandaliwa na vijana wa Gen Z, mara si kuwekwa na kutolewa picha ambazo amewekwa kwenye jeneza na kuchapishwa kwenye mitandao ya kijamii ya X, ya Facebook, Twitter, katika mitandao mbalimbali, huku Wakenya wakisema ya kwamba Ruto must go, Ruto Kasongo wamechoshwa na yeye. Swala hili mtazamaji wangu, hata kama ni wewe, linaweza kupa pressure na fikra nyingi sana. Na Wakenya wengi wamedai ya kwamba na kutoa siri ya kwamba huenda swala hili la pressure ambalo Wakenya wanaendelea kumpa rais ndilo linamfanya kuwa na fikra zaidi, hata anakosa wakati wa kuinteract na kutangamana na familia yake. Na that is why right now the president is undergoing depression in State House. Mara nyingi iwapo umeweza kushuhudia rais katika mikutano mbalimbali, amekuwa akipata pingamizi na kukataliwa. Ameitwa Kasongo, Ruto must go, one term, such kind of words. Iwapo uliweza kutazama katika mazishi ya hapo jana yaliyofanyika katika eneo la Mlima Kenya, nyumbani kwake kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah, baada ya wakati alipohudhuria mazishi ya babake, rais alionekana kukataliwa na kuimbiwa nyimbo za Kasongo must go. Lakini kikubwa zaidi, tumuombee rais mema na akaweze kuugua pole. Je, wazo lako ni lipi kuhusiana na mambo haya? Hebu toa maoni yako na wazo lako hapo kwenye comment section. Thank you for watching our videos and let's meet in our next episode. Remember to subscribe, like, comment and share into our videos. Otherwise, thank you very much and let's meet in our next